kutoka katika jina la Yesu tunakushukuru, amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu, ameendelea kuwa mwaminifu, ameendelea kuwa mwema kwetu. Tunaenda, siku zinatembea na tunaona mkono wa Mungu. Tunamshukuru pia Mungu kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya nguvu ambazo anaendelea kututia, kwamba tunaendelea kuwepo nyumbani mwa Mungu. Nashukuru kwamba tumeendelea kwenda kwa siku zote hizi, na leo tuko tena katika siku yetu ya 5 ambayo Mungu yuko pamoja nasi. Jana tumeongelea sana habari ya msalaba na umuhimu wake kwetu sisi kama Wakristo. Tukasema mara nyingi tunazungumzia msalaba kwa namna ambao hatuoni kwamba ni kitu cha muhimu, na mara nyingi hatujawahi kufuatilia ile kazi ambayo inaonyesha uthamani wa msalaba. Kwa sababu bila msalaba ina maana Yesu asingesulubiwa, bila msalaba inawezekana damu isingemwagika. Ingaje Mungu azifanya njia nyingine yote, lakini alichagua njia ya msalaba, kwamba kupitia huo msalaba sisi tuweze kuokolewa, kupitia huo msalaba tuweze kuwa na nguvu, kupitia msalaba watu waponywe, kupitia msalaba watu wafunguliwe. Tulisoma katika mstari mmoja wapo jana katika ile Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza 18. Biblia inasema kwamba kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Rudia tena, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu tunaokolewa ni nguvu ya neema. Tunaangalia msalaba kwa namna kitofauti, hatuangalii tu kama ambao mbili ambazo zimewekwa. Na hii ni kwa sababu ya ile nguvu inayotenda kazi, inayoshuka kwa ajili ya kuokoa, kwa ajili ya kuponya, kwa ajili ya kufungua na kwa ajili ya kufukuza mapepo, na watu waweze kufunguliwa kutoka nguvu za dhambi, ni kupitia msalaba. Yesu mara nyingi katika Injili aliongea kwamba kama mtu hawezi kujikana alafu akaamua kujitwika msalaba akaubeba, hanifai. Kwa tunaona kabisa msalaba ni kitu muhimu sana katika maisha yetu ya wokovu. Msalaba ni kitu muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Na pia msalaba ni kitu cha muhimu tunapotaka kuwa na maisha yenye utumishi au kufanya agano lenye utumishi na Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Unaweza ukaona kama maneno mengine yanayozungumzwa ni kama hayana maana, lakini ukweli kabisa, ukifuatilia msalaba ni nini, ukaangalia kinachofanyika pale msalabani na ukaelewa ule mchakato wote ambao Yesu alikwenda msalabani mpaka kufa kwake, unaona kwamba hizi nguvu za Mungu ambazo tunazipata hatuzipati kutoka hewani, lakini pia msalaba unahusika kwa sisi kuzipata nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Na wapendwa, naomba tuelewe tunataka kukua katika wokovu kwamba hakuna kipawa, hakuna karama utakayoipata kwa kuwekwa mkono na mtu. Bwana asifiwe. Ila vyote vinatoka kwa Yesu. Na ndio maana ni vizuri ukaelewa huo mchakato unavyokuwa. Kwa hiyo uwezo kukiri jina la Yesu kwamba nakiri nikapokea, hapana. Ni lazima kuna sehemu ambayo tutakayoifanye kama vile Yesu ambavyo alifanya pale msalabani, kwamba ukikubali sasa kujitoa kabisa kwa Yesu na kumwamini na kumfanya kwamba yeye awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu ukubali kuongozwa na yeye, kwani msalaba ndio unaotenga sisi na dunia. Tunakuwa mbali na mambo yanayotendeka duniani yaliyo kinyume na Mungu, na dunia pia inatengwa kutoka kwetu kwa njia ya msalaba. Kwa ni kweli inatubidi tubaki tukiishi hapa duniani, lakini wakati huo tujue kwamba duniani sio sehemu yetu. Hapa sisi ni wapitaji. Bwana asifiwe. Yaani sio tumefika hapa tunafungua mabegi tunaishi. Hapa tunapita, kuna mahali tunaelekea. Na Biblia inasema kwamba wenyeji wetu uko mbinguni. Sasa pamoja na kwamba hapa duniani pana nguvu za uovu, ziko nyingi kila mahali, na hizi zimeungamanishwa na karibu kila kitu kinachofanyika. Lakini kwa wanaoamini na kutulia kwa Mungu, wanaangalia ile kazi ya msalaba, wakimwangalia na Yesu mwenyewe,
wana uhakika wa kuishi salama katika mazingira yote, hata yale mazingira ambayo tunasema shetani kayaharibu, wao wanaweza kuishi. Ndio maana kutoka kwamba hawaogopi wachawi, hawaogopi magonjwa, hawaogopi kwa sababu wanajua kabisa kuna mahali wanapasimamia, kwa sababu Yesu alipokuja alimaliza kila kitu na alisema imekwisha. Tukisoma waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2 na mstari wa 11. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2 mstari wa 11. Biblia inasema, wapenzi, na wasihi kama wapitaji na wasafiri. Hapa ni Petro anazungumza kwamba wapenzi, na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Kwa tunapomwamini Kristo kwa kulikiri jina lake na kuona kazi ya thamani iliyofanyika pale msalabani, tunakuwa na nafasi mpya ya kuwa mali ya Mungu pekee. Kwa vile ukijiona wewe ni mali ya Mungu pekee, unatengwa mbali na watu wa dunia hii na mambo yake, na kutufanya tuwe wapitaji katika dunia hii. Watu ambao tunakaa kwa sababu tunajisahau kwamba tumefika. Unakuta sasa tunaishi maisha ya duniani. Kwa mtu aliyeokoka hilo ni kosa. Sababu atakuwa maisha yako wewe ingawaje uko hapa, lakini yamuakisi yule ambaye alituokoa. Yesu ni kielelezo. Kwa tuishi kulingana na Yesu ambaye alituacha kielelezo kwamba alipokufa akapaa, akatuachia jinsi ya kuishi. Kwa sasa tunaishi katika nchi ambayo sio yetu, kwa sababu uraia wetu halisi ni pamoja na Kristo mbinguni. Yaani hapa tupo tu, ni kweli, lakini sisi hapa sio raia wa duniani. Ukisha kula na Yesu basi kwamba tunaketishwa mkono wa kuume pamoja na nani? Na Yesu Kristo. Kwa hiyo uraia wetu unahamishwa kutoka dunia hii. Ni kweli tuko dunia hii, tunatembea hapa, tunakula hapa, tunafanya yetu hapa, lakini uraia wetu halisi uko mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wafilipi 3:20 Biblia inasema kwamba kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Kwa wenyeji wetu hauko hapa. Mara nyingi Paulo ameongea kwenye nyaraka zake kwamba yeye kuishi hapa duniani anajua kabisa kwamba ni mahali pa kupita, lakini anautarajia, anautegemea mji wa milele ambao tunakwenda kuishi. Sasa kama tunategemea hivyo, ni lazima maisha yetu yasiwe maisha ambayo yako nusu-nusu, kwamba leo uko nusu huku, kesho huku, lakini yeye ni maisha ya kujitenga kabisa, ili kwamba Yesu apate nafasi ndani ya maisha yetu, na kwamba adui ambaye anatuzengea asiwe na nguvu. Tujue kuwa wale wote wanaoenenda kinyume na neno la Mungu, hao ni adui za msalaba wa Kristo. Watu wanaokwenda kinyume na kile neno linasema, Biblia inasema watu hao ni adui za msalaba wa Kristo, ambao mwisho wao ni uharibifu. Biblia inasema kwamba Mungu wao ni matumbo yao, utukufu wao ni katika fedheha yao, wanaoona mambo ya duniani au wanaonia mambo ya duniani. Kwa ifike mahali kweli tuko duniani, lakini sisi tumeokoka. Maisha yetu yanatakiwa yawe na kielelezo kama ilivyokuwa na Yesu Kristo. Naomba uzingatie kwamba sisi ni wageni katika dunia hii. Lazima tuache starehe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo ulimwengu. Kwa hiyo Yesu anajua kabisa kwamba ametuacha mahali pabaya, mahali ambapo hapatupendi. Lakini akasema mimi siombi watoe hapo ulimwenguni, ila tu uwalinde na yule mwovu. Na njia za kutulinda ametupa neno lake, ametupa Roho Mtakatifu, ametupa damu yake. Shida ni kuamini tu kwamba ninaishi katika mlengo huu, kwamba sitakuwa na hofu, sitakuwa na maisha ya wasiwasi kwamba labda nitashindwa. Hasa Yesu aliyafanya haya yote ili tuwe na agano na yeye kwa ajili ya utumishi na huduma kwenye ulimwengu kwanza wa kiroho,
ili huo utumishi wetu ujulikane sasa mwilini, sababu tumesema asili ya vitu vyote ni rohoni. Kwa na Mungu anafanya haya kupitia Yesu Kristo ili kwamba tuweze kudhihirisha nguvu zake, tudhihirishe uwezo wake, tudhihirishe mamlaka yake tukiwa hapa duniani. Ndio maana huwezi kuongelea Agano Jipya bila kutaja msalaba wa Yesu Kristo, bila kuitaja damu ya Yesu Kristo, kwa sababu hata ushindi wa Agano la Kale la wana wa Israeli ulitokea katika damu kwa kupitia kondoo au mwana kondoo aliyekuwa mfano wa Yesu Kristo. Kwa maisha yetu ndipo yalipowekwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaomba uelewe ili unapoomba kusema nataja damu ya Yesu, unajua inafanya nini. Nataja jina la Yesu, unajua inafanya nini. Nataja msalaba, viweze kukuweka mahali ambapo unaelewa. Tusiwe kama kasuka kukariri tu, lakini mwenyewe ukikaa utafakari kwamba hivi vitu ndio ambavyo vinafanya ndio tofauti na watu wa dunia. Watu tofauti katika mavazi, katika vyakula. Ila kuna mambo ya msingi ambayo yanatutenga, kwa sababu adui anapotuangalia katika roho au rohoni, anatuona sisi kweli tumezingirwa na damu ya Yesu Kristo, alafu jina la Yesu ambalo neno lake tunalo, alafu msalaba umesimama kututenga. Nilisema ile jana kama sio juzi kwamba msalaba ni kama uzio. Unaweka uzio msalaba. Ndio maana anasema kwamba msalaba unatutenga sisi na dunia, alafu na sisi tunatengwa na dunia kwa njia ya msalaba. Kwa hiyo ukiri msalaba wa Yesu, ni lazima ifike mahali uone kuna nguvu katika huo msalaba, uone kuna mamlaka katika huo msalaba. Mara nyingi tukiombea watu hapa, mtu akiwa unaona anaanza kuleta bishibishi, wewe sema tu nasimamisha msalaba kati yako wewe na mnayemtesa. Huwa hawataka kusikia neno msalaba, sababu wanaelewa nguvu iliyopo au thamani ya msalaba. Shetani anajua, na laiti angejua asingemsulubisha Yesu msalabani. Yeye alijua anamaliza, lakini kumbe yeye ndiye alikuwa anamalizwa pale msalabani. Kwa msalaba ni kitu cha muhimu. Msalaba kwa Wakristo ni kitu cha muhimu. Sisemi msalaba ya kuvaa, uelewe msalaba na thamani yake. Ukivaa sawa, lakini vaa kwa sababu unaelewa maana msalaba ni nini. Bwana asifiwe. Kuna mambo machache ambayo tutakiwa kuyasahau. Kila vita ambayo unaishi, ikiwa nisema maisha yako hapa duniani, ni kwa sababu ya uovu na madhara yake ambayo ni dhambi na uasi. Hakuna vitu ambavyo unapitia nje ya uovu, nje ya dhambi na nje ya uasi. Dhambi yoyote unayopitia inatoka